Tuliona katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Maina, tulikuwa tumefika wakati ambao sasa inaonekana ni vita kubwa sana iliyoko ndani. Mama mkwe akiwa mtaki kabisa binti, na kwa namna yake ameshafanikiwa kufanya figisu, na sasa Maina alipoteza mtoto wake, lakini wote tulikuwa mashahidi ni kwamba mtoto yule hakupotea kama ambavyo Mungu anataka watu wake waende, bali kulikuwa kuna namna fulani ambayo ilifanyika na mtoto akawa amepotea. Lakini pia tukaona kwamba mipango ya mama bado inaendelea, kwamba pamoja na kwamba binti amepoteza mtoto, lakini bado yeye pia kuna jambo lingine imeandaliwa sanjari na kumwachanisha pamoja na kijana wake. Wao nafikiri atafanikiwa, lakini itakuwaje jamani? Tunasema mapenzi ya kweli inabidi yasimame kwenye nyakati kama hizi. Nini atafanya kijana Garma? Itakuwaje? Mapenzi haya yatakuwa vipi? Msikilizaji, karibu sana katika sehemu ya pili simulizi yetu pendwa kabisa na kwenda kwa jina la Maina. Na kumbuka hapa ni Simulizi Zetu Media, na kukaribisha sana wewe ambaye bado ni mgeni katika channel yetu. Karibu kusubscribe, hakikisha umelike, umeshare na kucomment kwenye kila simulizi ambayo inakuwa imewekwa hapa ndani, na kukumbusha pia kwamba sisi tunapatikana Audiomack, TikTok, Facebook pamoja na Instagram. Huko kote tunapatikana kwa jina la Simulizi Zetu Media. Lakini kwa wewe ambao unatamani kujoin na sisi pale kwenye group letu la WhatsApp kwa ajili ya simulizi, basi familia ni kubwa sana na inakuita wewe pia. Tuma ujumbe wako kwenye namba yetu ya simu ya 0757 56 72 53, na moja kwa moja basi utapelekwa katika group letu la WhatsApp. Wakati wote ambaye nakusimulia simulizi hii, jina langu naitwa Tutu, na tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza, ambapo tulisema kwamba mipango ilikuwa inaendelea ya mama yule pamoja na mama yake na Nina, wakipanga namna sasa ya kumtoa Maina katika nyumba yake. Sasa tunaambia kwamba kuna siku moja Maina alikuwa amekaa na mume wake, huku pembeni kukiwa na Rasma, na ilikuwa wako sebuleni wanatazama runinga. Mama yao alikuwa chumbani akijifanya kwamba amelala, hakutaka tu mazungumzo nao, kwa hiyo aliona ni bora aende chumbani kuendelea na mambo yake. Wakiwa katika dimbu la stori za hapa na pale ambazo huwa zinaendelea kuimarisha afya ya akili ya Maina. Kumbuka Maina alikuwa anatibiwa ili arudi katika hali yake. Rasma aliona kwamba inapaswa kukumbushia swala la ndoa. Akamuuliza, kaka vipi? Mpango wa ndoa vipi upo? Aliuliza akimtazama kaka yake, na kaka akamwambia niko nasubiri akae sawa ili tufanye hivyo, kwa sababu hilo lipo katika ratiba zangu. Maina sasa hivi yuko sawa, unajua mimi naomba umpe thamani yake kama mwanamke, umuoe bwana, mfanye endelee kuwa na tabasamu, si ndio wifi yangu eti jamani. Rasma alizungumza huku akimpa kijiti Maina. Uso Maina uliweka tu tabasamu, akamtazama wifi yake kisha akasema, ndio, kama inawezekana basi tufanye huo taratibu, mimi niko sawa, ndio maana nimeanza kwenda kazini, sidhani kama kuna kitu ambacho kinasubiriwa tena. Okay, basi ngoja nikamuite mama ili tujadili hili swala kwa pamoja, alizungumza Garma. Kaka, ina maana bado hujajua kwamba mwanaume anatakiwa kufanya nini? Wewe kwa mama unampa taarifa kwamba mama mimi naoa, sio kama tunajadili. Sio sisi tunatakiwa kuomba ruhusa, sio kutoa taarifa. Mama utamwambia hata kesho bwana. Alisema Rasma, na Gasma hakuwa tayari kumshirikisha mama yake, hivyo aliona ingependeza kama maongezi yale mama yake angekuepo mahali pale. Maina, nenda kamuite mama, alisema. Maina hakuwa na chaguzi, alinyanyuka na kisha akaenda kumuita. Dakika mbili mbele mama Garma alikuwepo pale, huku akiwa amejionyesha kama na hasira hivi. Alikuwa ni kama mtu ambaye amekasirishwa, na hajasikia chochote lakini kakasirika. Mnasemaje? Akauliza. Kaka anataka kuoa, akaja kukupa taarifa, alisema Rasma. Anamuoa nani? Kama ni huyu mbwa mimi siko radhi na hiyo ndoa. Aende tu akaolewa na mbwa wenzake huko, alisema mama Garma. Mama, Maina sio mbwa bwana, kwa nini unamuita hivyo? Garma alisema kwa hasira huko akimtazama Maina ambaye alikuwa ameshaanza kulia. Mama Garma hata hakujali kauli ya mtoto wake wala machozi ambayo alikuwa yanatoka kwa Maina. Ndio kwanza aliendelea kuzungumza. Huyu ni mbwa tu, tena ni malaya tu kama malaya wengine. Hana hadhi yote kuwa na wewe. Muangalie alivyo kwanza. Sijui hata umempendea nini jamani. Wewe nyau, au umemroga mwanangu? Umemroga kwa namna gani ambayo mimi siifahamu? Aliweka kituo kisha akamsogelea Maina na kumvuta masikio. Kwani wewe huna pa kwenda wewe mtoto? Kwa nini umengangana na mwanangu? Kwa nini? Alisema kwa jazba huku akimwacha na kisha akamtemea mate usoni. Kitendo hiki kilimkera sana Rasma ambaye alimtazama mama yake kisha akasema, mama inatosha. Kumbuka una mtoto wa kike ambaye ni mimi. Unajua haya mambo unaweza kwenda kufanyiwa huko ambako nitaolewa. Unajua? Potelea pote bwana wewe. Huyu mbwa mimi simtaki. Yaani vyovyote mnavyofanya nishasema kwamba simtaki. Bwana wewe. Alizungumza mama mtu akiwa na hasira sana. Basi Garma akamwambia, sasa mama ni hivi, umtake, usimtake mimi nitamuoa. Alisema na kisha alimkumbatia Garma kama sehemu ya kumpoza machungu.
hivyo mtoto umekuwa sawa basi tutaona. Garma naye alijibu kwa nyodo, kisha huyo akaondoka zake. Asubuhi ilipopambazuka, taratibu za ndoa zilianza, huku Maina akiambiwa kwamba aende akaongea na rafiki yake ili awe kama mshenga, na Garma angechagua mmoja wa wafanyakazi wake ili iwe sehemu ya washenga pia. Walitaka kufanya haraka, walitaka kuharakisha jambo hili ndani ya mwezi liwe tayari limeshakamilika, kwa sababu pia ilikuwa ni sehemu ya mipango, lakini pia ilikuwa ni sehemu ya imani yao, bila kujali kwamba mama angependa au la. Wao walitaka kuwa tuna amani kwa kuwa mke na mume, na hawakujali mama atachukia ama itakuwaje, maana mama bwana apende asipende, wao waliona ile swala haliwatishi. Cha muhimu ni kwamba wao walihitaji kupendana, lakini pia walitaka kutimiza nusu ya dini yao ya Uislamu. Maina alienda kuzungumza na Laila ili wajue anafanyaje. Alimkuta yuko kazini kwake saluni na alimuita pembeni ili wazungumze kwa uzuri. Kaambia, kwa hiyo ndio mmepanga mwisho wa mwezi huu au? Aliuliza Laila. Ndio, lakini naomba umshenga wetu kama utojali. Unajua natamani sana kushiriki katika ndoa yako, lakini ile familia ile jamani, yule mama yule jamani, yani sijui hata nisemaje. Bwana achana naye, si ndio tumependana. Hata hivyo nimezungumza na mume wangu, amesema kwamba atafanya utaratibu wa nyumba Buzuruga kule iishi haraka ili aende akaishi kule. Unajua yule bi mkubwa yule alivyokuwa na mambo ya kishamba yule, atakubali kweli? Aliuliza Laila. Sina hakika, lakini Laila, ndoa ni muhimu kwangu, alisema Maina. Basi mkono wake wa kulia uliendelea kuchezea funguo huku akimwangalia rafiki yake ambaye alikuwa kimya kidogo. Alihema sana kisha akasema, unajua naijua ndoa kama ni sehemu ya utumwa. Mimi najua ndoa kama kaburi. Mimi najua ndoa kama msitu mkubwa. Ndoa ni jehanamu, tena pale ambapo upande mmoja wa familia ukiwa ufungamana na upande mwingine. Penzi lako tayari kuna mtu ambaye anataka kuingia. Sijajua lakini hatima yake, lakini unajua nini Laila jamani? Mimi nataka kuolewa. Mimi nahisi kama kila changamoto ambayo kwangu inanisumbua itakuja kuisha. Hamna sehemu zisizo na changamoto. Mimi naamini itamalizika na naamini kwamba ndoa ni baraka. Mungu atapigana na mimi. Alizungumza Maina akimkatisha rafiki yake huyo asiendelee kuongea. Nalijua hilo, lakini baraka nyingine huwa ni laana kama hii hapa hii. Ila sawa. Yaani unajua kama ni hivyo, wewe ndio unataka hivyo, sawa, hakuna shida, alisema Laila, lakini ni kama hakupenda. Wewe nikubalie tu bwana. Unajua mimi au unahisi kwamba nitakusumbua kila migogoro ambayo itakuwa inatokea? Hamna bwana rafiki yangu. Unachowaza ni kuhusu maisha yao. Unajua mimi nawaza sana pia kuhusu maisha yako wewe. Yaani ikiwezekana ongea na mume wako. Yule mama yake yule asikae pamoja na wewe, utakonda shoga yangu. Yaani utaishi hata sehemu ya kuvalia nguo utakosa. Ndio hicho ambacho nawaza, alizungumza Laila akimwazia sana rafiki yake kwenye ndoa ambayo anaingia na mama mkwe ambaye naye. Basi ilikuwa ni mazungumzo marefu kidogo, mazungumzo ambayo hatima yake ilikuwa ni kukubaliana na ukweli kwamba lazima Maina aolewe. Ukweli huu ulikwenda sambamba na kukubali kuwa Laila angekuwa ni mshenga kwa upande wa kike. Baada ya mazungumzo aliondoka na kwenda kazini ambako alikutana na mume wake. Akiwa huko alikuwa katika kikao pamoja na wafanyakazi. Alisogea karibu yao akiwa kama sehemu tu ya watu ile ofisi, na baadaye akasema Garma kwamba jamani, kikao cha leo hakitahusu ofisi ila kitahusu mmoja wa watu muhimu sana ofisi hii. Alizungumza kwa kumtazama Maina ambaye alisogea katika kiti na kukaa. Kila mmoja alitupa jicho kwa mrembo huyu mwenye shingo ya twiga, dimples kubwa katika mashavu yake pamoja na macho ya kuvutia ambayo yalijaa kama majimaji hivi. Mwanya mdogo kiasi ulikuwa katika meno yake na ulifanya kila anapotabasamu basi yavutie zaidi, huku pua yake ya Kihindi ikipendezesha vema uso wake na kumfanya mwanamke mrembo kuliko wafanyakazi wote katika ofisi ile. Mmoja wa wafanyakazi ambaye alikuwa ni wa kike alimtazama Maina kwa zaidi ya dakika 2 moyoni mwake akasema, hivi ina maana wakati Mungu anamuumba huyu kwa alitumia udongo gani? Mbona amekuwa mzuri hivi jamani? Lilikuwa ni swali ambalo jibu lake lilikosekana, na zaidi ni kuondoa macho kutoka kwa Maina hadi kwa Garma. Basi wakati ule Garma aliendelea kuongea, akamwambia kwamba kwa hiyo kila mmoja hapa anahitaji ushiriki wenu. Wakati ule Garma aliendelea kuongea akiwaambia wafanyakazi hawa kwamba kwa hiyo kila mmoja hapa anahitaji ushiriki wenu katika harusi yangu. Sitaandaa kamati ya ndugu na watu wengine, ila watu wa kamati mtakuwa ndo nyie na jambo la ndoa, mimi pamoja na mke wangu. Baby, hebu njoo basi, alizungumza Garma huku akimuita mpenzi wake huyo kwa mahaba mbele ya watu. Basi Maina alinyanyuka sehemu ambayo alikuwa amekaa huku akitabasamu ambalo lilifukuzwa na aibu ndogo ambayo ilikuwa inamkumba. Alifika hadi mbele ya mume wake akampiga busu shavuni na kisha akakaa pembeni yake. Maina, nadhani wengi mnamjua, huyu ndo mke wangu, nampenda sana na ananipenda pia.
nimekuwa naye kwa muda sasa katika kampuni hii akifanya kazi kama afisa masoko, lakini nimeona muda mwafaka wa kufunga ndoa na kukamilisha nusu ya dini umefika." Garma alisema, maneno ambayo alifanya wafanyakazi wapige makofi mengi sana. Furaha ilikuwa ni sehemu ya kila aliyekuwa mahali pale. Walitabasamu na kuona watu ambao walikuwa wakiwalipa mshahara wanaenda kufunga pingu za maisha. Lilikuwa ni jambo jema mno kwao. "Asante mume wangu jamani, mimi ni mtu aibu sana, ila naomba mnipe ushirikiano wenu katika hili," alizungumza Maina kifupi, na kisha akaambiwa usijali jamani, makofi kwa Maina yake, alizungumza mfanyakazi wa kike ambaye alikuwa akimpenda sana Maina. Sauti ya makofi ilisikika huku kiambatana na vigeregere, na waliocheka walicheka, waliofurahi walifurahi, walioinama chini waliinama, na ili mradi ilikuwa tu ni kila mmoja alikuwa anatabasamu kwa kile ambacho kilikuwa kikiendelea. "Kwa hiyo ndoa ni lini?" aliuliza mfanyakazi ambaye alikuwa amekaa kwenye viti vya mbele. "Wiki mbili kutoka leo, yani tarehe 17 ya mwezi huu." "Babu we, kijola changu kiko poa kabisa, nitaselebukaje?" mfanyakazi mwingine alisema huku akisimama na kutingisha maziwa yake tayari kwa shughuli. Maina aliweka tabasamu tu. Kwa jinsi ambavyo watu walivyoonyesha ushirikiano katika kikao kile, aliamini kwamba ndoa yake ingekamilika na kwenda kuwa na amani kabisa, maana penye wengi Mungu huwa analeta baraka, na kupata wafanyakazi wengi ambao wanampenda ilikuwa ni baraka nyingine pia. Muda wa kikao ulikuwa umekwisha na kila mmoja yarudi katika majukumu yake. Maina aliongea na mume wake na kumjuza kwamba anataka kwenda nyumbani ili kuweka mambo sawa, ikiwemo kuandaa chakula. Kwa Garma hakuona kama kulikuwa na tatizo, aliamua kumruhusu na aliondoka mahali pale. Akiwa katika gari, aliangalia picha ya mume wake, akaangalia picha kipindi cha mimba, kisha akajiambia usiwe unatazama vitu ambavyo vilikwisha kuumiza. Kama una picha ama video za ujauzito wako, basi futa, maana ukiziona zitakuumiza zaidi. Na kumbe haya yalikuwa ni maneno ambayo aliyakumbuka, aliambiwa na mwana saikolojia. Machozi yalimtoka. Ilikuwa ni ngumu sana kwake kufuta picha zile ambazo zilikuwa zikimkumbusha mambo mbalimbali enzi za ujauzito wake. Hakuwa na jinsi, ilibidi afute, na kisha alianza safari ya kuelekea nyumbani. Kwa mwendo wa dakika 45 alifanikiwa kufika Busweru, ambako alisimamisha gari pembeni bila hata kutazama vizuri kama kulikuwa na gari nyingine mahali pale. Alishuka na kupiga hatua hadi ndani. Lakini alipofika sebureni alikutana na mama yake na Garma. Mama akamuuliza, "Unaenda wapi wewe?" Alimuuliza akiwa na jazba huku akimzuia hivi. Maina akamwambia shikamoo. Alijishusha na salamu huku akipiga goti ikiwa ni kama sehemu ya heshima. Macho ya Garma yalisafiri hadi katika eneo la sehemu ya siri ya Maina. Akatazama kama kwa sekunde hivi kisha akamuuliza, "Leo tena umvaa ile nguo yako ya ndani ya pinki?" Ilikuwa ni swali ambalo lilimwacha mdomo wazi Maina. Alibaki tu amedua. Hakuelewa kwa nini aliulizwa swali kama lile ambalo lilikuwa tata kutokana na mtu ambaye aliuliza alikuwa anamheshimu sana. Sasa huyu kajuaje kama nimevaa nguo yangu ya ndani ya pinki? Alijiuliza huku akijitazama kama kuna sehemu basi nguo yake ilikuwa inaonekana, lakini hakuona. "Kwa nini unaniuliza?" Kabla hajamaliza kuzungumza, alimwona Nina akitoka chumbani kwake huku akiwa ameshika nguo ya ndani mkononi mwake. "Mama, hii hapa nimeipa." Nina alisema huku akionyesha nguo ya ndani kwa juu, lakini ghafla alikaa kimya baada ya kumuona Maina mahali pale. Alipoona kuificha ile nguo ya ndani katika eneo la matiti yake. Sasa Nina ilibidi azuge, maana hakuwa na namna nyingine ya kuepa aibu ambayo ilikuwa mbele yake. Alimtazama Magarma kwa jinsi ambavyo alivyo, kisha akamwambia, "Mama, kwa hiyo hii si ndo ilikuwa mida ya kuondoka au?" "Kuondoka? Kuondoka uende wapi? Kwanza uko unafanya nini chumbani kwangu na hicho ambacho umeficha ni nini?" Maina aliuliza huku akianza kupiga hatua kumsogelea. "Wewe unauliza hivyo kama nani? Wewe nani huko ndani?" alisema Magarma. "Mama, hii haikuhusu. Swala la mimi ni ndani, ni nani huko ndani alikuhusu, lakini swala la mtu ametoka chumbani kwangu linanihusu. Binti samani, naomba unijibu ambacho nimekuuliza." "Ninaiba, usipoteze nguvu kumjibu mala, hebu ondoka," alisema Magarma huku akitaka kumtetea binti. Kwa aibu ya hali ya juu huku akiwa anatetemeka, Nina alianza kupiga hatua ili aweze kutoka nje. Mwili wake na miguu yake vilitengana kabisa. Hofu ilimjaa kwa kudhani kuwa huenda angepigwa. Alivyojaribu kutaka kutoka nje, alishindwa kutokana na mlango ulikuwa umefungwa. Maina alifunga mlango huku akishika funguo mkononi. Akamtazama Nina na kumwambia, "Mimi siwezi kuona nataniwa ama kuchezewa alafu nikakuacha tu. Naomba hiyo nguo ulochukua." "Yako kwani?" Magarma alidakia. "Hayo hayakuhusu. Toka bwana, hebu Nina nipe hiyo nguo," Mama Garma alisema huku akimsogelea Nina. Mikono ya Nina alizama katika matiti yake na kutoa nguo ile na kumkabidhi Mama Garma. "Mama, unanitakia nini lakini kwani? Kipi ambacho unakitaka kwangu ambacho nimefanya kosa? Mbona mimi sijawahi kuchukia hata siku moja, hii ni nini?" Maina alizungumza huku akitaka kuanza kulia. We,
Tena naomba unikome mtoto, unikome kabisa. Mimi siwezi kuzaa kifaranga kimalaya kama wewe. Mwanangu anajitambua. Rasma, unamwona tabia zake? Unamwona Rasma ana tabia kama za kwako? Unaona Rasma amekuwa malaya? Mama Garma alizungumza, kisha alipiga hatua hadi kwenye glasi ambayo ilikuwa mezani. Kisha akaweka ile nguo katika glasi na kuichanganya na maji, afu akaitoa na kuikamua. Maji ilidondoka chini, ilikuwa na rangi nyeusi ti. Kwa jinsi ambavyo nguo ile ilionekana mwanzoni kwamba haikutarajiwa kama ingetoa maji aina ile. Haya, chukua ile nguo lako, alisema Magarma, kisha akamtupia nguo ile usoni kwake Maina. Uso wa Maina ulipokea nguo ile ambayo ilikuwa inatoa harufu ambayo ilikuwa si ya kawaida. Alijikuta anaichukia na kuitupa chini, lakini bado harufu ile ilikuwa katika mwili wake. Ni kama marashi ambavyo yanasambaa katika nguo ilikuwa na harufu, ndivyo harufu ile ambavyo ilisambaa haraka mno katika mwili wake. Maina ilibidi azibe pua yake, kisha akaondoka na kuelekea chumbani. Akili yake ilimwambia anatakiwa kwenda kuoga muda ule ili aweze kuwa sawa. Nyuma yake aliacha maongezi yakiendelea na alikuwa hajui walikuwa wakizungumza kitu gani. Wazungu wanasema deal done, sijui ndio hivyo, sijui ndio anamaanisha hivyo, mimi sijui. Yaani huyu atanuka zaidi ya papa, alizungumza Magarma huku akimsogelea Nina na kumpa mkono. Unajua alivyonifumania nikasema mama yangu leo ndo nakufa. Kumbe hana lolote ila mama. Si kila kitu kiko safi lakini, aliuliza binti huyu Mina. Na mama akamwambia ndio, nadhani kama unaweza kukwepa na hili. Afu nadhani mama akamwambia ni kila kitu kiko sawa. Sidhani kama anaweza kukwepa na hili. Alafu nadhani ana nguvu basi. Si unamwona alivyogoigoi, ana lolote. Nimekaona kanaonekana sijui akali vizuri. Afu harufu mbaya imetoka si ya kitoto jamani. Wewe kuchezea na mimi wewe. Mimi najua kila mbinu za maangamizi. Kunguni kama hizi na saga tu. Alizungumza Magarma, na wakati huu waliingia katika maongezi yenye furaha hadi pale furaha ilipoisha. Nina aliaga sasa na kuondoka, lakini alitoa taarifa ile kwamba ilikuwa ni muhimu sana kwenda kumjuza mama yake. Akamwambia ngoja kamsimulie mama kwamba kila kitu kimeenda sawa. Mama si unajua kwamba anaweza asiamini kweli dawa imefanya kazi. Nina alisema huko akiwa amekaa kwenye sofa pale akiwa anamwaga mama yake, na moja kwa moja sasa alienda kwa mama yake. Alipofika akamwambia mama, dawa imefanya kazi bwana. Akasema wewe kweli? Akamwambia ndio. Sasa nao wewe unaenda huko kaolewe, afu unajifanya kama hujui, sio unaleta mambo yako kipuzi. Unafikiri utaolewa kichwa tu? Wewe unajipeleka basi, alizungumza mama yake. Basi walikuwa hapo sebleni kama sehemu ya familia wakipanga mikakati kwa namna ambavyo ndoa itakuwa, maisha ya ndoa yataendaje na namna nzuri ya kudumisha ndoa, wakiwa wanaamini kwamba binti ataolewa, lakini hawakujua kama mwanaume atakubali au la. Wao kwao ilitosha kuamini kwamba kila kitu kitaenda sawa baada ya kuona kwamba wamefanikiwa. Na sasa Maina kwanza atakuwa anatoa harufu ambayo mume wake hatavumilia. Hapa nishajipanga kwa kila kitu mama. Nadhani mimi nimekaa kimchezo. Ile nyumba nafikiri kuingia ni rahisi. Shauri yako, mimi nakwambia wenzio wanatafuta nafasi ya kuwepo pale lakini hawaipati. Sasa wewe cheza wewe ili kutokee puani. Pambana mwanangu. Mama yake na Nina alimwambia, na binti akamwambia mama mimi siwezi kuangusha, siwezi kabisa. Mimi najua nini nafanya. Najua. Yaani nitamteka huyo Garma. Mbona mwaka mzima ataniwaza. Na ndo kwanza mbona ndo tunaanza. Wewe subiri. Atakuja kujengea nyumba hapa mama utaamini. Nina alisema huku akipitisha macho katika nyumba ambayo imechakaa kweli. Basi bwana, ilikuwa ni nyumba ambayo imechoka kweli ambapo wakazi wa Mkuyuni waliitambua kama miongoni mwa nyumba mbovu sana ambazo hata mvua ikiamua kunyesha kwa lazima kwa nguvu basi maji yangebeba pale ndani na yangebeba hata vyombo. Umaskini ulikuwa katika upande wa mama Nina. Naye aliamini kwamba mtaji pekee ambao ungempa maisha mazuri ulikuwa unatoka kwa Garma endapo tu atamuoa binti yake. Unajua mwanangu, kikubwa hali ya nyumbani unaiona, na mwanamke huwa anatakiwa kupendezesha kwao. Si unaona wenzako ambavyo anavoteswa vile, yule ni mjinga, hela anapata lakini ana mpango wa kuboresha kwao. Usije kudhani kuwa ndoa ni sehemu ya furaha tu. Shauri yako. Wanaume wenyewe siku hizi yani licha ya kuwa ni wachache lakini hata waelewekea wao wachache. Jamani mama bwana alikuwa akizungumza mama Nina akimwelekeza mwanae. Basi mwanae akamwambia mama bwana, mbona maneno mengi sana? Utaharibu ulichosema mwanzo, ujue wewe niachie mimi. Mimi najua kazi ya kufanya. Halafu nasikia kuna watu ambao wanaishi huko milimani sio wanahamishwa. Alizungumza huko akibadilisha mada. Hakutaka kile ambacho alikuwa akizungumza na mama yake. Basi mama Nina alivuta pumzi ya ndani akaiachia kwa nguvu. Akamtazama mwanae akamwambia, ndio mwanangu, yani acha tu. Watu wanahamishwa huko. Wewe ukiishi mabondeni ni tabu tu. Ukisema milimani nako shughuli tupu, yani hata sijui tukakae wapi.
hapa ni kutafuta tu kiwanja maeneo mengine. Ila nao ndio wamekosa maeneo ya kuishi kabisa. Unajua kwanza subiri kwanza Mwanza utaenda kuishi wapi? Viwanja vimepanda bei hatari. Huko Nyeshishi ndio sijui, yani sijui Kashiri ndio bei, yani ndio usiseme yani. Haya bwana, basi ngoja mimi nikuache niondoke zangu. Nina alisema huko akisimama kwa ajili ya kuondoka sasa amwache mama yake. Na sasa ni majira ya usiku nyumbani kwa kina Garma. Alionekana Maina akiwa jikoni anapika. Alikuwa anapika mchuzi uliendelea kutokota naye hakuacha kuonja ili kujiridhisha kama raha ya chumvi imetosha au bado. Garma alikuwa chumbani huku akichezea laptop na kupanga baadhi ya mambo. Rasma pamoja na mama Garma walikuwa sebuleni wakitazama runinga. Wakiwa mahali hapa waliingia katika maongezi. Kwa hiyo ndio amesema lini? Alisema mama Garma. Kwani unataka So ulisema kwamba una mpango, wewe tulia, watu walimpunga. Wewe baki na kisilani chako hicho. Rasma alisema kwa nyodo akitoa simu yake na kuanza kuichezea. Mama Garma alibaki kimya huku akimtazama mtoto wake. Ukimya huu ulitengenezwa na picha ambayo alikuwa nayo kichwani mwake kuhusu maisha Maina siku zijazo. Yaani mngejua huyu mtu wenu kishakuwa mzoga. Pale anatembea akiwa ameoza, hata msingisema lolote, alijiambia ndani ya moyo wake akiwa anafurahia sana ushindi wake. Basi wakati akiwa anawaza, alimuona Maina akipeleka chakula katika meza. Naye alikoa kisha akasema, "Mbona nahisi kama kuna harufu ya mzoga? Nani kafa?" Wewe naye unachosha sasa ka. "Hivi chakula tayari?" alisema Rasma akimkosoa mama yake huyu huku akibadilisha mada kwa haraka. "Ndio tayari, karibuni, ngoja kwanza nimuite kakako." Maina alisema kisha aliondoka na kuelekea chumbani. Ingawa alionekana kuwa sawa kimwili, lakini ndani ya kichwa chake kulikuwa na mateso makubwa sana ambayo anapitia. Kulikuwa na kilio juu ya hali ambayo ilikuwa ikiendelea kutokea katika moyo wake. Moyo wake ulimuuma sana. Kauli ya mkwe wake alijua ni yeye ndo ambaye alikuwa akizungumza, lakini hakutaka kumjibu wala kuonyesha kwamba alichukizwa na kauli ile ya kwamba eti nyumba sijui inanuka. Alifika hadi chumbani ambako alimsogelea mume wake na kumshika bega kisha akamwambia, "Baby, chakula tayari." Wow, afadhali mke wangu jamani, nilikuwa na njaa mno. Nilijua ndo maana nimepika chakula ambacho alisita kuendelea baada ya kuhisi kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinapita katika mapaja yake. Vipi, mbona kimya? Hapana, ila sawa, tangulia na kukuta mume wangu. Alisema huko akielekea bafuni kujitazama ni nini ambacho kilikuwa kinamchuruzika. Alipofika alivua sketi na kujitazama, akaona majimaji meusi yakitoka katika sehemu zake za siri. Hii ni nini? Alijiuliza huko akigusa kwa kidole na kunusa harufu kali ambayo ilikuwa ikitoka katika majimaji yale. "Mungu wangu, hii ni nini?" alisema kwa sauti akijaribu kuingiza kidole katika njia yake na kuona kwani kulikuwa kuna nini. Ajabu ni kwamba baada ya kuingiza kidole, funza mkubwa mweupe alidondoka kwa chini akitokea katika sehemu zake za siri. Funza huyo alianza kutembea. Ina maana nimeoza? Alijiuliza kwa mshangao mkubwa. Wakati akijiuliza, funza wengine waliendelea kutoka zaidi na zaidi. Wasiwasi ulikuwa katika mwili wake. Kijasho kilianza kumtoka huku akiwa anatetemeka. Miguu yake ilikuwa haina nguvu. Lilikuwa ni jambo ambalo hakulitaraji kabisa kama lingetokea kwa muda ule tena ndani ya mwili wake. Alijiuliza fanye nini? Aliona anapaswa kuoga na kujiweka sawa, lakini bado funza aliendelea kumtokea. Nini hiki jamani? Alijiuliza huko akiendelea kupitisha sabuni katika baadhi ya sehemu zake, na alipomaliza kuoga kidogo funza walianza kutoka, lakini harufu ilikuwa katika mwili wake. Akatoka na kwenda kwenye kabati ambako alichagua nguo ya kuvaa, akaenda katika dressing table na kuchagua marashi mazuri ya kuvutia ili aweze kukata harufu ile. Alijipulizia kidogo, harufu ilimuondoa. Kidogo ilikuwa imekuja kwenye kuleta harufu nzuri, lakini akawa anawaza kwamba natakiwa kumwambia mume wangu kuhusiana na hili au nifanyaje? Namjua Garma, huenda akanichukia. Lakini hapana, ngoja nimwambie. Kama atanichukia ni sawa tu, kama hatonichukia pia ni sawa. Alijiambia ndani yake akiendelea kuvaa. Baada ya kujiweka sawa, alirudi tena katika meza ya chakula ambapo walikula na kucheka huku stori za hapa na pale zikiendelea. Ndani ya moyo wa Maina kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda kungekuwa na harufu ambayo ingetanda mahali pale, lakini haikuwa hivyo kwa wakati ule. Mungu ni kama alimstiri katika eneo lile la chakula na walikula pamoja hadi walipomaliza. Kisha aliwaaga wenzake kwamba ataenda chumbani pamoja na mumewe. Rasma alibaki sebuleni akiangalia runinga na mama yake aliondoka zake kwenda chumbani kwake kwenye mambo yake. Na kama ilivyokuwa kwa wapenzi wengine, ni lazima wasisimue damu. Ndivyo ambavyo ilikuwa kwao. Baada ya kufika kitandani, Garma alihitaji kupima joto ili aweke mwili sawa. Mwanzo Maina aliogopa kwa kofia kuwa harufu yake isije ikatokea, lakini mwisho alijiachia. Asijue kwamba harufu bado ilikuwa na ilisubiri tu mtu wa kuichokoza ili itoke kwa wingi.
Kitendo tu cha kuandaana kilienda sambamba na kuzaliwa kwa harufu kali kutoka kwenye sehemu za siri za Maina. Harufu ambayo ilizidi zaidi ya mwanzo. Ni kama mzoga wa panya utokavyo, ndivyo ambavyo harufu hii ilisikika. Kuna nini? Garma aliuliza. Mimi ndo nanuka, Maina alisema kauli hii huku machozi yakimtoka. Alikuwa ni mtu ambaye hana amani katika moyo wake. Kujijua kwamba ananuka lilikuwa ni jambo moja, ila kujijua na kusema waziwazi lilikuwa ni jambo lingine ambalo lilimuumiza sana. Lilimfanya kuwa na simanzi kubwa sana kwa muda. Mume akamuuliza, "Hujaoga leo?" "Nimeoga tena sana tu, lakini sehemu yangu ya siri inatoka na funza, sijajua shida ni nini." Funza? Imeanza muda gani?" mume wake aliuliza. "Jioni hii, ila kwa mchana nilikuwa sawa," alizungumza akiwa na maumivu makali sana. Garma alifikiri kwa muda kidogo, alikuwa na kichwa chake huku akimwachia mke wake nafasi ya kujisogeza kwa pembeni. "Baby bwana, usinitenge kisa natoa harufu." Neno hili liliambatana na chozi ambalo lilitoka katika kinywa cha mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwa mume wake. "Hapana bwana, siwezi kukutenga kwa ajili ya hili jambo, lakini jambo hili mbona ni dogo tu, nawaza tu shida itakuwa ni nini?" Garma alisema. Maina alifikiria kumwambia tukio ambalo lilitokea mchana dhidi yake na mama yake, lakini wasiwasi ulimbana na kumfanya ashindwe kabisa. Alihisi kwamba huenda angechochea chuki ambayo ingezidisha uhasama. Alikaa tu kimya. "Kesho nitamwambia Laila nipeleke hospitali basi." "Kwa nini usiende na dada? Laila anaweza kusema kwa rafiki zake wengine tukapata aibu." "Namjua, lakini namjua pia Rasma pia sio mbaya, ila nitaongea naye." "Basi fanya hivyo, ila pole sana mke wangu, na imani kwamba utakuwa sawa," alizungumza huku akiinuka na kuchukua simu yake ilipo. Tendo likaishia hapo. Alichukua simu kisha arudi kitandani akawasha ile simu ambayo ilionyesha mwanga hivi. Mwanga ulikuwa ni mkali kiasi kwamba hakujali kwa kuwa alitaka kumuonyesha jambo mpenzi wake. Huyu anaitwa Jack, umemwona? Anapiga picha nzuri sana na ni miongoni mwa watu ambao wanakuja na MC wake na kwenye mashughuli. Huyu ni mtu maarufu sana na usione akiwa na umbo dogo hili, ni mtu mzuri sana kwenye sherehe, alisema Garma kwa kumuonyesha picha ya Jack. "Kwa hiyo ndo tutamtumia siku ya harusi yetu?" "Ndio. Na yeye nimeshaongea naye, hebu angalia kazi zake zote hizi. Hebu swipe," alimwambia mke wake, na akawa na swipe na kuendelea kutazama. Anaonekana anajua. Yani kuna hadi ndoa ya Clara. Kumbe yeye ndo alikuwepo jamani. Nakumbuka nimeongea na Clara leo nikamwambia nahitaji mtu ambaye mpige picha. Kumbe ndo huyu kaka. Ndo huyu mke wangu, basi mawazo yetu yanafanana, alisema Garma huku akipokea simu hiyo kutoka kwa mke wake mara baada ya kuwa ameshatazama alivyotaka kuviangalia. Walipata kuendelea mazungumzo yao kwa stori za hapa na pale, waliongea na kucheka huku Garma akimsisitiza mke wake kwamba asubuhi patakapopambazuka jambo la kwanza ambalo anapaswa kufanya ni kwenda hospitali na si vinginevyo, kitu ambacho walikubaliana. Sauti ya jogoo ilimwamsha Maina ambaye alikuwa kwanza kuamka. Alipoamka tu jambo la kwanza kulifanya ilikuwa ni kujiandaa na ilikuwa ni kuwa sawa, na bado harufu ilikuwa katika mwili wake. Natakiwa kwenda hospitali tu, alisema na kuamka mazima, kisha akafungua mlango kutoka hadi nje ili kwenda kuzungumza na Rasma. Alipofika katika mlango wa Rasma, alipishana na mama Garma ambaye alimtazama kwa jicho la husda kisha akasonya. "Unaona unavyonuka sasa? Wewe si aibu mtoto wa kike, utaondoka tu." "Yaani humu utaondoka bila kupenda," mama alisema kwa nyodo, na yeye hakutaka kumjibu, badala yake aligonga mlango ambapo dakika moja mbele Rasma alifungua akionekana kama amechoka hivi. "Vipi, kuna shida hizo?" "Samahani bwana, nilikuwa nataka unipeleke kama sio kunisindikiza hospitali." "Kuna nini?" "Nitakwambia tota, usijali," Maina alisema. Kwa kuwa Rasma alimchukulia Maina kama mtu muhimu kwake, hakuona kama alipaswa kukataa ombi lile, badala yake alimkubalia. Muda wa kuondoka alipofika, waliondoka na kwenda hospitali. Maina alienda kuonana na daktari ambapo alimuuliza kila kitu kuhusu vipimo na vipimo vikafanyika, na muda wa majibu ulipofika aliitwa ili kuchukua majibu. "Umeshawahi kuogea sabuni ya unga?" "Hapana daktari." "Kuweka sabuni sehemu zako za siri?" "Hapana, kwa kweli sijafanya." "Okay. Kuna kitu ambacho kinasumbua, lakini kuna dawa ambazo nimekupa hapa, unaweza kuzitumia kama sehemu ya kukata harufu. Ukiona kama inaongezeka basi tarudi tena tuone tunafanyaje," daktari alisema akiandika dawa ambapo Maina alipaswa kwenda kuzinunua katika chumba cha dawa. Na baada ya kuandikiwa, alichukua karatasi kisha alielekea katika chumba cha dawa. Alipewa dawa na kuondoka mahali pale, arudi tena kwenye gari na akawa amembeba tayari bwana. Aliingia. "Unasemaje?" Rasma aliuliza. "Wanaitana hivi pia?" "Siumu eti hadi nimeshangaa." "Haiwezekani," Rasma alisema huku akijiweka sawa. "Ni kweli na vipimo hivi hapa, lakini vyo wamenipa dawa tu," Maina alizungumza huku akimkabidhi vipimo pamoja na dawa Rasma. Rasma alipokea na kusoma baadhi ya maelekezo, alichanganua kile kipimo ambacho kilikuwa kimeandikwa kisha akarudisha macho kwa wifi yake. "Kuna mtu atakuwa anakuchezea," alisema. "Una maana gani?" "Kuna mchawi hapa katikati, haiwezekani,"
aliongea Rasma na kuweka kituo kidogo. Akatazama nje kisha akarudisha shingo ndani akaendelea. Kama unaweza ni mwendo wa waganga tu. Twende. Maana mimi uliponiambia kwenye gari wakati tunakuja huko alafu wao wanasema ugonjwa yani hata fangasi hakuna. Hapana bwana. Sasa hapo kutakuwa kuna nini? Maina alikaa kimya akitafakari juu ya kile ambacho alikisema Rasma. Akakumbuka kuhusu tukio la kuchukuliwa kwa chupi yake alipoipata akamwambia sasa mganga tutampata wapi? Sengerema, Magu, Kereo, yani kazi kwetu. Lakini kaka wasijue. Mimi nasemaje? Nitamwambiaje sasa kaka? Kati najua kabisa mimi nataka upone wifi yangu na ikiwezekana utavokaa mimi nataka tutakapokaa mbele ya kamera pale. Rasma alizungumza kwa kiona furaha. Ni wazi alitaka wifi yake apone, jambo la harusi liendelee. Basi sawa kesho tutaenda. Si hapo tu Magu ndio. Basi tuondoke. Basi waliondoka. Usiku ulikuwa tayari umetia nanga na ilikuwa imepata majira ya saa 4 sasa. Jiji la Mwanza lilikuwa tulivu bin tulivu. Maina alikuwa amekaa sebuleni huku akiangalia mshale wa saa unavyoenda. Akili yake haikuwa pale. Alikuwa anamuwazia mume wake ambaye alichelewa kurudi kwa siku ile. Licha ya kujaribu kumpigia simu mara kadhaa lakini aliambiwa kwamba haipatikani. Wasiwasi ulikuwa umemzidi na katika sofa la pembeni yake kulikuwa na Mama Garma ambaye aliwekeza macho katika runinga. Sofa la mbele yake lilikuwa na Rasma ambaye alikuwa busy kuichezea simu yake. Jamani nice kama nimechoka naomba nikalale ila Garma akija mwambie na mazungumzo naye. Magarma alisema. Yanahusu nini? Rasma aliuliza. Ni mimi na yeye bwana. Kwamba najua kwamba mimi nitaongea naye. Kwani kila mmoja lazima ajue huko ndani si kila mtu ana timu yake au? Sawa tutamwambia, alisema Rasma kisha akarudisha macho katika simu yake. Mama Garma aliondoka akielekea chumbani ambako alifunga mlango huku akiwaacha wawili wale pale sebuleni. Nao waliendelea kutazama runinga kwa kuibia hatimaye Rasma alichoka akasema mimi naenda kupumzisha Komwe sasa. Nimechoka. Eti Komwe wifi bwana nenda bwana mimi niko namsubiri kakako. Sawa wenye waume zenu siacha tukapigwe na baridi afu kesho kama kawaida aliuliza Rasma. Kama tulivyopanga basi poa. Kwa heri mimi nakupenda sana aliongea kisha akaondoka zake. Maina aliendelea kukaa sebuleni mpaka saa 6 usiku ndipo alisikia gari nje ya kinguruma. Alitambua wazi kwamba yule alikuwa ni mume wake. Aliinuka huku akiwa na sura ya furaha akafungua mlango na kutoka nje. Alipofika getini alifungua geti na kisha gari liliingia ndani hadi sehemu ya maegesho. Alisimama na kushuka. Garma alionekana alikuwa amechoka sana. Baby jamani, I was thinking about you najua. Nilikuwa nakuwaza. I'm very sorry jamani. Kama nilivyokuambia nilikuwa nataka Jaka au cameraman wetu kwa nilikuwa na mazungumzo naye kuanzia yeye na MC wa shughuli. Tumeongea na kufikia mwafaka mzuri tu. Nimeshalipa baadhi ya vitu listi hapa na malipo haya hapa. Alisema akiingiza mkono mfukoni na kutoa risiti kumuonyesha mke wake. Maina hakuwa na la kusema. Alimkumbatia mume wake huko akiweka tabasamu zito. Walishikana mikono na kuingia ndani na wakati makaribia mlangoni kwao, sauti ya Mama Garma ilisikika. Garma na mazungumzo na wewe. Yapi hayo mama jamani? Usingeniambia kesho mama mimi nimechoka ndo kwanza nafika. Ni muhimu bwana wewe kuchoka kwako kusikufanye ufe. Shauri yako. Sawa basi nakuja. Alisema na akaingia ndani ambako hakudumu sana. Alitoka huku akimwacha Maina akiweka vitu. Alienda katika mlango wa chumba cha mama yake na kugonga. Mama Garma alifungua mlango bila hata salamu akasema nimemsikia Maina anaongea kwamba anataka kwenda kwa mganga na lengo lake eti aniroge mimi ili niondoke hapa. Sasa mkanye huyo mbwa wako. Mwambie mimi nitamuua. Nimemaliza. Alifunga mlango. Hakutaka neno la ziada. Nyie. Kwani mama amejuaje jamani au ni mchawi? Eti msikilizaji. Basi Maina akiwa ndani alipata kusikia kile ambacho kilizungumzwa na Mama Garma. Alibaki mdomo wazi sijui ni wapi alisikia kwamba anataka kwenda kwa mganga. Alijaribu kuchanganya akili yake ni kama alitaka kuona ukaribu wa Rasma na mama yake lakini kumbukumbu kamili zilimkosa. Mama akajoji kama anataka kwenda kwa mganga au itakuwa ni mwanga. Mbona anajikinga hivi? Alijiuliza lakini majibu hakupata. Akiwa katika dimbwi la mawazo alishtuliwa na Garma ambaye alifungua mlango kisha kaingia ndani. Mama amesema kwamba unataka kwenda kwa mganga ili mroge sio ufanyaje kweli? Aliuliza. Mganga kumroga mama? Nani ambaye amesema? Aliuliza Maina. Yeye mwenyewe alikuwa anaongea naye hapo nje akasema kwamba amekusikia kutaka kwenda kwa mganga. Kama ni kweli unataka kufanya hivyo, hebu simamisha mara moja. Garma aliongea kwa kufoka mno. Mume wangu tangu lini umeniona mimi nikaenda kwa mganga? Lakini ndio nakwambia hapo usije kuonana wabaya mbeleni. Mambo ya kishirikina sijui makombe mitishamba huko kwangu mimi sitaki. Ukiona unaumwa sana, Qur'ani ile pale fungua zako soma. Alizungumza Garma huku akiwa na sura ya kuchukiza sana. Kwa namna ambavyo alikuwa akiongea ni wazi kwamba alikuwa amechukia kupita maelezo na huo ndio ulikuwa ni ukweli. Kwake hakupenda kusikia lolote kuhusiana na waganga wa kienyeji
ama jadi. Ni vitu ambavyo hakutaka kuviamini kwenye maisha. Alikuwa akiwachukia mno kuliko hata ambavyo anaichukia njaa. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa akimwamini, huku akiwa nadhani kwamba kila alikwenda kwa mganga kienyeji basi naye ni mchawi. Mume wangu, sio kweli. Mimi nilitegemea kwamba ungeniuliza hospitali wanasemaje hata kabla ya kuniuliza mimi sijui kwenda kwa mganga sijui wapi. Ungeniuliza hilo kwanza. Maina alijikingia kifua na kuleta habari za hospitali. Mama kanichanganya ujue mpaka nimesahau. Haya niambie wanasemaje huko? Eti sina ugonjwa. Tena? Ndio, hadi mimi nashangaa akati mimi nimeshindwa kuelewa. Kwa ulipima vipimo vyote? Ndio, nilifanya hivyo lakini kuna dawa ambazo wamenipa hizi hapa. Alisema kisha alinuka na kwenda hadi sehemu ambayo aliweka mkoba wake uliokuwa na dawa. Arudi tena sehemu ya mwanzo na kumkabidhi zile dawa mume wake ambaye alipokea na kuzitazama. Unameza siku ngapi? Ni siku 5 na kama sitakuwa sawa nimeambiwa niende tena. Ina maana huna hata fungus labda si magonjwa ya ngono. Ni atole wapi mume wangu? Kila siku mimi nalala na wewe na nimekuwa msafi kupitiliza. Hata hivyo nikifanikiwa kumaliza tu kama sijapona basi nitarudi tena hospitali, alisema Maina. Basi waliingia katika kina cha maongezi ambacho kilijaa stori za hapa na pale na kila mmoja alikuwa akisimulia na kuzungumza la kwake, huku mipango ya ndoa ikiendelea kwa kiini kikuu katika stori zao. Waliambizana namna ambavyo ndoa yao itakuwa kitofauti kuanzia muonekano hata namna ukumbi ambavyo utakuwa, na hatimaye usingizi uliwapa salamu na walikubali kuitikia. Walilala. Asubuhi ilipotia nanga, Garma alikuwa ndo wa kwanza kuamka. Alienda kuoga, alipomaliza arudi tena chumbani ambako alijiweka sawa hadi alipomaliza akamwamsha Maina. Nataka kutoka na wahi kwa designer, utaenda kazini? Hapana, nahisi kama bado na harufu hivi, alisema akijinusa. Wake alipokea harufu mbaya. Alijikuta akipiga chafya na kumtazama mume wake ambaye alisema, "Zingatia dawa, hata hivyo nitaenda pia kuangalia ukumbi, nahisi kama nitachelewa kurudi." Ila isiwe kama jana bwana. Ile ilikuwa too much, unajua mume wangu. Kupigwa na baridi muda mwingine kunachosha. Usijali bwana baby, lakini zingatia usitoke wala usiende kwa mganga. Baby bwana, mbona unashindwa kunielewa? Mimi na waganga wapi na wapi? Alisema Maina huku akiweka sura ya kuchukiza kidogo. Garma aliona bora amwage na busu dogo katika paji la uso, akisindikiza na neno nakupenda, na kisha aliondoka mahali pale. Alifika hadi sebuleni ambako alimkuta Rasma akiendelea na usafi. Mwangaruka alisalimia kimaanisha habari za asubuhi. Habari za asubuhi pia uko poa? Alijibiwa hivyo. Mtanisamehe siwezi kusoma hii lugha Salama. Basi walisalimiana kwa Kisukuma huku wakiendelea na tabasamu lingine. Basi Rasma alimwangalia kaka yake. Aligundua kama alikuwa na jambo hivi anataka kuzungumza naye. Akamwambia, vipi, kuna nini? Mbona kama kuna kitu? Ndio, nataka nikwambie kwamba usimruhusu Maina kutoka hapa, na endapo ukifanya hivyo au yeye akiondoka bila taarifa, nipe taarifa. Kwani aendi kazini? Anaumwa, akipona ataanza. Sawa basi, hakuna shida. Okay, alisema Garma na kuanza kupiga hatua ili aweze kutoka nje, lakini alikumbuka jambo akasema, "Afu nimekumbuka." Alirudi hadi sehemu ambayo Rasma alikuwa kisha akamnong'oneza, hali ambayo ilifanya wote wacheke. "Kama fala hivi, hebu kwenda huko," Rasma alisema. Garma aliondoka pale. Utani ilikuwa ni sehemu ya familia hii, licha ya kila mmoja kukua, lakini Garma hakuacha kumtania ndugu yake. Muda mwingine alikuwa akimtoa na kumpeleka maeneo mbalimbali huko alipiga story kama ndugu. Na kufanya hivi aliamini kwamba kungeimarisha undugu wao, na hakika alifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kama kaka, kwani mapenzi ya Rasma kwa kaka yake ilikuwa makubwa mno. Alikuwa anampenda kupitiliza. Baada ya kaka yake kuondoka, alibaki sebuleni akitafakari. Usimruhusu Maina kutoka hapa, na ukifanya hivyo ama akiondoka mwenyewe nipe taarifa. Ilikuwa ni kauli ya kaka yake ambayo ilipita katika kichwa chake. Aliweza kaka yake labda kuna jambo ambalo amesikia kuhusu kile ambacho walipanga na Maina. Basi wakati akiendelea kuwaza, mama yake alitokea mahali pale akiwa anatabasamu kiasi. "Unaanza kwenda kwa mganga na huyu mwenzako, si ndio aliuliza Mama Garma. "Nani amekwambia?" Kwa nani ajui kwamba huyu mwanamke ni mchawi? Nadhani mimi sijui. Sasa wewe jifanye unampeleka kwa waganga huko ukafe, shauri yako. Mimi sipo." Mama Garma alisema kisha akarudi zake chumbani. Rasma alibaki nje panda. Akajikuta akiwa amechanganyikiwa na kukosa kuelewa kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Aliwaza nani ambaye anaweza kumwambia mama yake au kaka yake kuhusu habari za yeye kutaka kwenda kwa mganga. Mwisho aliona ngoja akamuulize wifi yake. Alipiga hatua hadi chumbani kwake na kugonga mlango kisha akajitambulisha. Jambo ambalo lilimfanya Maina kumruhusu kuingia ndani. Asubuhi sana, kuna nini? Maina aliongea kwa kijiweka sawa. Hivi mama amejuaje kwa nataka kwenda kwa mganga? Mimi mwenyewe sijui kwa kweli. Maana usiku alikuwa anaongea na kaka yako, amemchimba bonge la mkwara. Mpaka nikasema labda wewe ndio ulisema. Niseme wapi? Ila sikia, wewe twende tu. Jiandae. Mimi naenda kujiandaa, alizungumza Rasma. Maina alifikiria kidogo kuhusu kile ambacho alimbana mume wake usiku wa jana, na asubuhi aliona hana uhuru wa kuondoka, hivyo alikataa. "Mimi ndo mlinzi mkuu hapa, najua kila kitu. Kaa kwa kutulia, tuondoke zetu. Utabaki kumu mpaka lini wewe? Ugonjwa sio kawaida huo." Rasma alimsisitizia.
kwa jinsi ambavyo natoa harufu hivi itakuwa na nini ile nguo ambayo nilipigwa nayo usoni labda sijui. Aliwaza Maina katika kichwa chake, na mwisho aliona namna zaidi kukubali kwenda kwa mganga. Anataka kupona pia. Baada ya kukubali, Rasma na mwenzake waliondoka, na Rasma alienda kujiandaa na yeye akabadilisha tu nguo akaenda bafuni kuoga. Dakika 50 zilitosha kwao kufanya kila kitu. Walikuwa tayari wameshajiandaa na walikuwa sebuleni. Mnataka kwenda wapi? Ilikuwa ni swali la Mama Garma ambaye alisimama katika korido. Ushaanza maswali yako sasa. Aliuliza Rasma. Nataka kujua, na kama kwa mganga basi msiende. Litakalotokea huko mtajua wenyewe. Bwana usitutishe, hebu tuondoke hivi, alisema Rasma akimshika mkono Maina hao wakati mwanzao mahala pale, huku akiona matumaini kwamba sehemu ambayo anakwenda kutakuwa na msaada wa kufahamu nini ambacho basi Maina anaumwa. Baada ya kuondoka, Mama Garma arudi chumbani kwake, kisha akachukua simu ambayo ilikuwa kitandani. Alichezea simu kidogo na kuweka sikioni. Na kisha akaongea na upande wa pili. Ndio, tayari wameshatoka. Ndio, sasa jukumu la kwako wewe, utachagua wewe afe nani. Kama ni wote hakuna shida. Ila itapendeza kama huyu anaitwa Maina huyu akafa kabisa, alisema kama akimpa maelezo mtu ambaye hakujulikana ni nani, na kisha alikata simu. Safari ya kina Maina iliishia Magu ambako walienda hadi kwenye moja ya nyumba, kama sikosei ni kijumba ambacho kilikuwa kinakaliwa na bibi kizee hivi. Walipofika walivua viatu na kisha waliingia ndani. Kwa Maina ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kabisa kwenda kwa mganga wa jadi. Hivyo hofu na wasiwasi vilikuwa katika mwili wake. Muda wote aliangalia mazingira ya ndani. Akili yake ilimwambia huenda angeliwa na mizimu, lakini haikuwa hivyo. Mnaweza kukaa hapo chini, alisema mganga huku akiwaongoza kukaa kwenye mkeka ambao ulikuwa umechakaa mno. Mkeka huu ilikuwa ni nyumba viroboto na kunguni, na kama ungefika ukiwa mchafu basi ungeng'atwa na viroboto mpaka ungekoma, lakini kama ulikuwa mzuri usingeng'atwa. Mkeka huu ulitumika kama kioo kwa bibi yule kizee. Baada ya kukaa wote kwa pamoja, Maina alionekana kujikuna mno. Alijikuna na mwili wake ulitoa malengelenge hivi. Alijuta kwa nini alikubali hata kukaa katika mkeka ule. Alijaribu kuinuka lakini alizuiliwa na mganga. Kaa tu hata usitoke, mganga alisema. Wananing'ata sana, yani mwili wote mdao tunaniwasha. Najua kwa nini pia nakwambia kaa. Wewe binti kaa. Hebu wewe mwingine amka njoo huku, mganga alisema akimwambia Rasma ambaye aliinuka na kukaa kwa pembeni. Kimya kilipita huku Maina akiendelea kujikuna. Mwili wake ulikuwa ukiumia sana na uliendelea kutengeneza malengelenge makubwa. Baada ya kimya kupewa nafasi kwa kiasi kidogo, ilibidi sasa kifukuzwe na sauti ya mganga ambaye akasema, wewe ndio mwenye matatizo, tena na matatizo makubwa. Ni bahati kwamba umewahi kuja, vinginevyo ungekufa. Kufa tena? Maina aliuliza kwa sauti. Ndio, unatafutwa kila siku. Kuanzia mimba ya mtoto wako litaka wakuue, wakati mimba yenyewe yani ndio hivyo, na siku ya kujifungua litaka wakuue, akakukosa, ndio hivyo akampata mtoto wako. Sasa ni hivi, watu wanataka kukuua na watakuua vizuri tu kama wanataka. Mganga aliweka kitua akamtazama Rasma ambaye alikuwa anasikiza maongezi yale. Masikio yake yalisikiza vyema kile ambacho alikuwa akiongea mganga. Akili yake ilichambua neno hadi neno kwa ufasaha kabisa. Kina nani ambao wanataka kuniua? Aliuliza Maina huko akiendelea kujikuta anajikuna bado. Familia ya mume wako hawataki kabisa kukuona wewe ukiwa na mtoto wao. Mamangu? Rasma aliuliza kwa sauti kama sio kutamaki. Ndio, mama wako anaongoza hiki kitu, lakini kwako hawakuwezi. Wameshindwa kukuua na sasa hivi wanakupa mateso. Wameona tu wakutese hadi siku ambayo ukaamua kuachana na mtoto wao, ndo itakuwa mwisho wa maisha yako. Kwa nini unashindwa kuniua? Sasa si bora nife jamani ili nijue moja kuliko mateso haya? Kwa nini unanitesa hivi sasa? Maina aliuliza huku machozi yakianza kumtoka. Taarifa kwamba anatakiwa kuuawa ilizidi kumuumiza katika moyo wake. Alijikuta anakuwa mnyonge na mwenye maswali ndani ya kichwa chake. Nafsi na moyo wake vilisinyaa ghafla, hali ambayo ilisababisha hata muonekano wake kuwa na huruma zaidi. Kinachokupa ulinzi ni mizimu yako. Mizimu ya watu wa kwenu Kigoma, yani wazazi wako, wanakulinda sana. Wanapambana na kila anataka kudhuru, lakini kwa hivi sasa ni kama imeanza kuishiwa nguvu hivi, alieleza mganga. Kisha alipiga hatua hadi kwenye kaniki ambayo alikuwa ameitandika kwa chini. Katika ile kaniki kulikuwa na kioo kidogo, lakini kilitosha kujitazama. Baada ya kufika alichuchumaa akasema, "Njooni hapa." Mje kwa kutambaa. Wote? Rasma aliuliza. Ndio, njooni wote, alisema mganga huko akitazama kila mmoja kwa nyakati tofauti tofauti. Maina alikuwa wa kwanza kutokana na kuchoshwa na viroboto ambavyo walikuwa wakimng'ata. Alifika mahali pale na kukaa kitako, kisha Rasma naye alifika na kukaa huku akimweka mganga katikati. Hiki ndo ambacho ulifanyiwa, alisema mganga huko akionyesha picha ambayo ilikuwa inaonekana kwenye kioo. Kila mmoja alikuwa na hamu ya kutaka kuona ni nini ambacho kilikuwa kinaonekana.
Macho ya Rasma alitua kwenye kioo na Maina pia alipeleka macho yake pale. Katika kioo kile alionekana Mama Garma akiwa na Nina. Mpango wa kumuua huyu unaendeshwa na huyu mama kwa lengo moja tu. Lengo lenyewe ni pale nyumbani kwenu aje huyu binti. Binti huyu ndo ambaye anapendwa na mizimu yake, ndo ambaye anamuelewa kuliko hata anavyokuelewa wewe. Anafanya juu chini ili ahakikishe kwamba anakuwa ameshindwa kubakiza hai, kwa sababu anajua kwamba katika mali ambazo mtoto wake anamiliki wewe una kwako pale. Kwa hiyo kama mkiachana wewe utakuwa unaenda kudai mali. Ndio maana ameshindwa. Kuna siku ambayo aliongea na daktari, yani yeye pamoja na huyu binti waliongea na daktari ili amuue mtoto wako. Kama ulikuwa unadhani kwamba mtoto wako alikufa kifo cha kawaida, basi sahau. Mwanao alichomwa sindano na ilikuwa hivi, alisema mganga na kuweka kituo kisha akachezea kioo kidogo. Picha mjongeo ya muundo wa video ilionekana ikipita katika kioo kile. Video hii ilimuonyesha daktari kuanzia hatua ya kwanza kumpokea Maina hadi anamchoma mtoto sindano. Hivi ndivyo ilivyokuwa, lakini haikuishia hapa. Alienda mbali zaidi ambapo mtoto alimfanyia hivi. Alisogeza upande wa kulia wa ile video na kisha ilijitokeza nyingine. Safari hii ilionyesha tukio la kubinjuliwa kama kutikiswa kwa mtoto, siku ambayo Maina alikuwa akioga na mume wake. Alionyesha ile video hadi mwisho na kisha akaweka kituo. Mtoto wako alikufa kwa sababu mbili ambazo ndo hizo po. Sasa nirudi kwako wewe. Aliweka kituo kingine na kusogeza video pembeni kisha ilikuja nyingine. Video hii ilionyesha namna gani ambavyo Mama Garma akivunja mayai kisha akisoma maneno yake siku wakati amechukua nguo yake ndani imepotea, na mwisho ilimalizika katika simu ambayo ilipigwa huku akiongea na mtu wa mwisho. Na hapa aliweka kituo kikubwa. Akamtazama Maina ambaye alikuwa analia kama mtoto. Kwani mimi nimemkosea nini mama yako? Nimemkosea nini mimi? Maina alizungumza huku akitetemeka. Hasidi hana sababu, akiamua kufanyia ubaya atakufanyia tu. Atakufanyia ubaya hata kama uwe na mema umemfanyia mengi. Damu yako na yake viendani. Hivyo basi suluhisho langu ni wewe kuondoka kwake. Kutoka pale na kusahau kabisa kuhusu mtoto wake, maana mizimu yako, yani wazee wako wameishiwa nguvu ya kukulinda. Kitakachofuata sasa hivi ni wewe utafariki, mganga alisema. Maina alibaki nje ya panda, alijikuta akichanganyikiwa kuliko hata ilivyokuwa kawaida. Uwezo wake kufikiri ulikuwa mdogo kutokana na kupata taarifa ambayo hakuitarajia kabla. Kuona maanisha kwamba niachane naye? Maina aliuliza. Ndio, hilo ndio jibu lake. Na ndoa je? Rasma aliuliza. Haina maana tena. Usithubutu kuolewa, maana ukiolewa ndio mwisho wako. Hata hicho kiapo hutaweza kuzungumza, unapigwa na radi kama unabisha. Ngoja nikuonyeshe mtego ulioko mbele yako. Mganga aliweka kituo kisha alichezea kioo kama mtu ambaye anachezea smartphone, na kisha alimuonyesha video nyingine. Video hii ilionyesha watu mbalimbali ambao walikuwa wamekusanyika sehemu moja, lakini ghafla sehemu ile iliwaka moto na mmoja wa watu ambao alionekana kama mwanamke aliwaka moto. Ajabu ni kwamba licha ya kuwaka kwake moto hakukuwa na mtu ambaye alimsaidia. Ushawahi kuiota ndoto? Mganga alimuuliza. Ndio, Maina alijibu bila hata kuvuta kumbukumbu katika kichwa chake. Sasa hivi ndio ambavyo itakuwa katika ndoa yako. Nenda kahame uanze maisha mapya. Na wewe binti, chukua dawa hii itakusaidia, alisema mganga huko akimpatia dawa Rasma. Ilikuwa ni dawa ya maji iliyokuwa katika chupa ndogo hivi. Rasma alipoipokea ile dawa alitazama kidogo akauliza, mimi nifanye nini sasa? Hakikisha unalala nayo. Yaani unapoweka mtu ndipo ambapo utaweka hii dawa kila siku. Ukisema umesahau basi kitakachokukuta bwana utajua mwenyewe. Afu binti, kazi ya kwanza ni kwamba pale nyumbani. Kuna kazi ya pili. Kazi ya pili ni hii dawa utakunywa hapa. Baada ya hapo hakuna ambaye atakudhuru tena endapo kiama pale kwao. Lakini mganga alisema huko akimpatia dawa Maina. Mkono wa Maina ulipokea dawa huko akitetemeka mno. Aliambiwa kunywa na hakupinga, alikunywa. Kisha akaambiwa mnaweza kwenda, endapo mtu akikosea masharti mtajua wenyewe, mganga alisema. Mimi langu sikuhama tu, Maina aliuliza kwa msisitizo. Ndio, maana hiyo dawa ambayo umekunywa ni ya kukata harufu na kusafisha sehemu yako ya siri. Kwa hiyo kila laheri, alisema mganga. Waliondoka katika eneo lile huku akiwa na furaha mno, lakini kwa upande wa Maina aliwaza kama angeweza kuishi bila mume wake, bila mwanaume ambaye alikuwa anampenda kwa dhati. Hakuwa anaelewa kama anaweza. Wakiwa katika gari maeneo ya Kisesa, alisema mimi naona bora nibaki pale pale. Sauti hii ilimshtua sana Rasma ambaye alitaka kufunga breki na ilibidi afunge breki. Akamwambia, wewe usiwe chizi wa mapenzi, utakufa. Nawezaje kuishi mbali na Garma? Ina maana ndoa yangu ndio itakuwa basi. Bwana, kama kufa nife tu, lakini sio kuwa mbali na Garma jamani. Yaani kweli nishindwe kuolewa na Garma? Alisema na akageukia upande wa pili. Alionyesha kwamba hakutaka mjadala juu ya kile ambacho alikuwa amezungumza. Licha ya Rasma kumsemesha, lakini alikaa kimya. Mwisho Rasma ilibidi aondoe gari katika eneo lile warudi nyumbani. Majira ya saa 12 jioni, Garma alikuwa anaingia nyumbani kwake, na baada ya kufunguliwa mlango na mama yake,
Aliingia ndani na kusimamisha gari katika eneo lake la kila siku. Alishuka huko akionekana kama mtu ambaye alikuwa amechoka hivi. Alimtazama mama yake na kujiandaa na kisha alimpa salamu, na hata kufanikiwa kufanya hivyo kwani mama yake alikuwa kwanza kuzungumza. Nilikwambia kunguru wafugiki, lakini haukutaka kusikia. Kwa nini? Sio kiumbe wako ambaye unamfuga kila siku na unamwona mwema ameondoka hapa. Ametoka kwenda wapi? Kwani nawe siku hizi bicho lako limekuwa halina akili au? Jana si nilikwambia kwamba nenda kwa mganga au? Magarma alimzodoa mwanae. Garma alivuta kumbukumbu na kukumbuka. Ghafla ndita zikatengenezwa katika paji lake. Kaondoka na nani? Naelewa basi. Mimi nimeona tu ametoka hapa tena kanichimbia mkwara wa kufa mtoto. Na wewe mama lazima nikuue, kaniambia hivyo. Kama ambavyo unajua lile sauti lake baya kama Burna Boy. Mama Garma alisema huku akiigiza sauti ya Maina, akifananisha pamoja na msanii kutoka Nigeria ambaye anaitwa Burna Boy. I say nitakuja nipige niue afu nifungwe. Yaani anakwenda katika uchawi. Yaani anaenda kwenye uchawi. Huo uganga utamfikisha wapi? Ngoja kwanza arudi, alisema Garma akiwa na jazba mno, lakini wakati huo pia alitoa simu yake. Alichezea na kumpigia Maina, lakini simu haikupokelewa. Hata alipopiga kwa mara ya pili bado haikupokelewa. Hawezi kupokea, si anajua ulimkataza huko, kwa hiyo anahisi labda umeshajua. Mama hakuna shida. Unajua kila siku nakuona wewe mkosefu. Kumbe wewe mbwa ndo mshenzi. Sasa kwa gani kaenda kufanya nini jamani utajua mwenyewe bwana. Ngoja mimi nikali zangu. Na afu hata akija hapo mbona najua tu utamchekea tu. Yaani utamchekea tu. Wallahi nitakubutua wewe ujue pamoja na huyu mke wako. Mama usinifundishe namna ya kupiga hii kazi. Niache najua namna ya kufanya. Nitambumunda huyo. Yaani hata amini katika maisha yake yote. Alisema Garma huko akipiga hatua kuingia ndani. Rasma wakati wako njiani aliendelea kumuonya Maina, lakini kimya kilikuwa mbele yake. Alikuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa na mawazo ilikuwa ikimsumbua. Kama hutaki kusema au kuzungumza lolote, kwa hiyo tulikuja kufanya nini huko? Aliuliza Rasma. Kujua nini naumwa, ila sio kuhama pale nyumbani. Mimi natoka naenda wapi sasa Rasma? Maina alijibu kwa jazba huku machozi yakimdondoka. Kila ambacho alikuwa akikipitia kilizidi kumuumiza moyo wake. Hakuwa tayari kumwacha mwanaume ambaye moyo wake ulimchagua kisha akaanza maisha mapya. Badala yake kama kifo kingekuwa mbele yake, basi alikuwa tayari kwa ajili ya hilo. Sijui ni wapi unashindwa kuchukua uamuzi Wapi unadhani kwamba mama atashindwa kukua? Unadhani atashindwa kweli kukua ukiwa unakaa pale nyumbani? Kwa nini uogopi? Kwa nini uwazi maisha yako? Unajua mimi nawaza mengi sana, hasa nikizingatia kwamba sina pa kwenda. Unakumbuka kabisa kwamba niliuza nyumba ili tuongeze mtaji wa kampuni. Haya, mimi naenda wapi sasa? Muda mwingine sio tu mapenzi ndio maana nikalisha pale, lakini mimi naenda wapi? Naenda wapi wifi? Alisema huku bado machozi yakiendelea kumtoka. Rasma alifikiria kwa dakika nyingi hivi huku akipeleka kichwa chake kulia na kushoto. Ni kama alikuwa akichanganya akili yake vizuri apate cha kusema. Na mwisho akaambia hivi, tutaanza maisha mapya kwangu. Utaishi pale kwangu na kama utapata mtu sahihi wa maisha yako, mbona utaondoka tu? Kukaa kwako si bora nende ukana Garma. Sasa tofauti yake nini? Kwa nini sasa? Bado mama yako atazidi kunisakama, bado niko kwenu. Sidhani bwana. Unajua mama anaweza kufanya ujinga wote lakini sio kwangu. Mimi namuweza mama. Uone hata ambavyo namjibu vile ambavyo najisikia lakini hafanyi chochote. Aliuliza huko akiweka kituo, akafikiria kidogo akaendelea. Au ngoja tukaongee na Laila, au unasemaje? Laila naye maisha yake ni hoyae. Pale kwake yuko na mama yake. Kila siku anajibizana, mimi siwezi kwenda huko. Yaani bora hata kwako. Kama ni hivyo sawa, kuna shida, alisema Rasma. Basi kubaliano la mwisho ilikuwa ni kuishi nyumbani kwa Rasma. Na hivyo walipanga kwenda nyumbani kwa Garma ili kuchukua baadhi ya vitu kisha aondoke kuanza maisha mapya. Ulikuwa ni uamuzi mgumu sana na mzito kwa Maina, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana nao. Alijiona anaenda kuanzisha maisha mapya akiwa mbali na mpenzi wake. Alijiona anaenda kuvuna aibu ya kushindwa kuolewa wakati zimebaki siku 10 tu ili aweze kufunga ndoa. Kila ambavyo alikuwa akifikiria ndivyo ambavyo alizidi kudondosha machozi. Moyo wake ulimuuma sana. Macho yake yalikuwa mekundu na misuli yake ya kichwa ilijitokeza. Kamasi nayo ya kucheza mbali ilihakikisha kwamba inatoka kwa wingi ili kumdhihirishia kwamba alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Waliongozana wote kwa pamoja hadi wanafika nyumbani ambako walisimamisha gari kwa nje na kupiga honi. Dakika 2 mbele mlango ulifunguliwa na Mama Garma ambaye alikuwa amefura kwa hasira na Maina alishuka bila hata kuingiza gari ndani. Mama Garma aliona ana kila sababu ya kuuliza ipi hasa ilikuwa dhumuni ya kuacha gari nje. Mbona gari iko nje? Mganga amemwambia hivyo? Ilikuwa ni swali ambalo lilijibiwa na Rasma. Hapo Linde, wewe si mchawi bwana. Unasemaje? Mama yake alifoka. Umenisikia? Alijibu mtoto huko akiingia ndani, lakini mama aliziba geti. Bahati nzuri Rasma alikuwa ameingia, lakini Maina alibaki nje. Walitazamana kwa sekunde hivi kati ya Mama Garma na Maina, na kisha Mama Garma akasema, "Ina maana wewe ndio unamchukua mwanangu kumpeleka kwa waganga Niache bwana, wewe vipi?" Maina alisema huko akiingia ndani, na kabla hajataka kuingia ndani Mama Garma alimshika mkono.
Kitendo cha kushikwa mkono kilisababisha kama shoti hivi kutokea, kitu ambacho kilimfanya mama Garma kulalamika. Mama alimwachia kwa haraka sana na akampisha. Endelea kunishika, si unapenda kushikashika watu, Maina alisema huku akiingia ndani, na ulitoka msonyo mmoja mtakatifu ambao ulisikika hadi ndani alikokuwa Rasma. Aligeuka na kumwona Maina anaelekea katika nyumba ile. Aliposema anarudisha macho sehemu ya mwanzo, alikutana na kakake ambaye alikuwa amefura kwa hasira huku mkononi akiwa ameshika mkanda. Mlienda wapi? Aliuliza Garma. Wapi kufanyaje yani wewe, mbona na wewe mbona sikuelewi? Maana aliuliza huko akitaka kupita ile ingie ndani. Nani mbona unamjibu hivyo kwanza? Aliuliza Garma kwa jazba kidogo. Kijasho kilianza kumtoka huku hasira zikiwa mbele yake. Bwana nenda kachukue vitu vyako tuondoke, alisema Rasma. Na wewe dada unaongana na huyu sio? Mwache aondoke tu. Hatuwezi kukaa na mtoto wa watu ambaye ni mchawi, mama Garma alisema akiwa mlangoni. Kauli yake leo ilimkera Maina, na kwa mara ya kwanza aliamua kurudisha tusi kama ambavyo aliambiwa. Nani mchawi? Mchawi wewe ambao umemla mtoto wangu, wewe ndo mchawi mkubwa. Kutamka kauli hii ilikuwa ni kosa kubwa sana, kosa ambalo asingejua basi siku ile Maina asingelifanya. Garma alimtazama Maina huku akiema kwa hasira mno. Kauli ambayo ilikuwa imetolewa dhidi ya mama yake ilimfanya awe na tofauti. Alishika mkanda vyema na kumsogelea. Kilichofuata hapo ilikuwa ni kipigo cha mbwa koko. Yaani kile si kichapo, ilikuwa ni kipigo kikubwa mno ambacho aliamua kumpiga binti huyo. Kilikuwa ni kipigo ambacho kilimfanya Maina aanze kulia. Chozi yake ilimdondoka, na hata kama alikuwa amesema ni kweli, lakini Magarma aliendelea kufurahia vile ambavyo alikuwa akipigwa Maina. Kaka mwache bwana, kama mama mchawi kweli asisemwe, mama yako ni mchawi, ndio tena mchawi haswa. Rasma naye alifoka kwa hasira huku akimsogelea Garma na kutaka kumshika, lakini alisukumwa na alitupwa mbali. Licha ya kutupwa, alinuka na kujikumuta kwa imara. Akamtazama kaka yake ambaye aliendelea kumpiga Maina, akasema kaka, unahisi kwamba kumpiga wewe ndio suluhisho? Usiingelee, sio kuhusu wewe bwana, wewe utauawa huko, alisema Magarma. Siongei na wewe, uchawi wako ndio unasababisha yote haya, aliongea kimwambia mama yake. Kimya kilimpitia Magarma mbali. Mtazama mwanae wa kiume akiendelea kufanya unyanyasaji wa kijinsia kwa Maina. Kosa langu kwani ni mimi? Nini nimekosa mimi kwani? Kosa langu ni lipi? Maana aliuliza huku akitaka kujitoa katika mikono Garma. Nani ambaye amekwambia uende kumganga? Ni nani? Kwa hiyo nataka umroge mamangu, si ndio? Garma alifoka. Kaka acha kumpiga wifi. Na kama mama ndo mchawi je? Kama mama ndo mchawi, Rasma kelele, nitakubutua wewe. Garma alifoka huku akimtazama Maina ambaye aliuliza, kwa hiyo hili ndo kosa la kunipiga? Usipigwe wewe nani bwana? Mama Garma alidakia kwa jazba mno. Alikuwa akihema kana kwamba anataka kupasuka hivi. Kelele na wewe mchawi. Kwa hiyo unataka kuniua, si ndio? Unataka kuniua na kuuliza kama kosa nilikuwa katika mahusiano na mtoto wako, si ungesema? Ungesema. Unadhani kwamba ningeshindwa kumwacha? Au unadhani kwamba nashindwa kufanya hivyo? Maina aliongea maneno haya huku machozi yakimtoka sana. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwake. Moyo wake ulipitia maumivu ya mapenzi ambayo hakujua anatakiwa kushika wapi, lakini mwili wake nao ulipata maumivu ya kuchapwa. Uso wake ulilowana kwa machozi. Alimtazama Rasma ambaye alikuwa ameshikwa na hasira huku akimtazama mama yake. Kisha akasema, Rasma, mimi niko tayari kuanza maisha mapya. Haijalishi atakuwaje. Na imani kwamba maisha ambayo naenda kuishi yatakuwa na furaha sana kuliko taa ya kupigwa. Kwenda bwana mwana, kwenda wewe. Hebu mtazame mdomo wake. Imekusimama utazani singara. Hebu nenda kule. Magarma alisema, na kisha alibitoa mdomo yake, na hiki ndio kitu ambacho alikuwa kikitaka sana kitokee. Mama, hiki kitu ambacho nakifanya leo kitakuja kukugharimu maisha yako yote, na kwamba utakuja kujutia kila jibu ambalo unalisema sasa hivi, Rasma alimwambia mama yake. Kisa huyu mchawi ambaye anataka kumroga mama yangu, au kisa huyu mpuzi? Hakuna laana mwanamke mjinga maishani, alisema Garma. Maina aliweka tabasamu akamtazama Garma kwa sekunde hivi, na kisha macho yake yalikuwa yanadondoka machozi. Aliyafuta kwa mkono wake wa kuume, na kisha akamwambia mume wake, mimi ni miongoni mwa wanawake wajinga ambao walikubali kukubadilisha. Walikubali kufanya wewe miongoni mwa wanaume ambao watakuwa gentle. Kumbuka kuna muda uligoma kabisa kuanzia kampuni, huku akili yako ikiwa kwenye kuajiriwa. Nilikwambia nini Garma, unakumbuka? Uliposema una hela ya mtaji na kampuni nataka kufirisika, niliuza nyumba yangu ya Pasiasi. Nyumba ambayo kila mmoja alinilaumu baada ya kuuza. Nilitoa ile nyumba, nikasema basi kwa kuwa mume wangu nakupenda, acha tuuze hii nyumba ili tukae kwa pamoja. Mimi ni miongoni mwa wanawake wajinga sana, na nimekubali sawa kwa kila aina ya tusi ambalo mama yako amenitukana, lakini mkumbushe kwamba kila kitu ambacho alikuwa anakula humu ndani ni mimi ndo ambaye nilikuwa napika. Kile ambacho kilikuwa kinapelekwa chooni basi kilitokana na mimi, na hata nguo zake nilikuwa nafua na kupiga pasi. Yes,
Ndio mimi mwanamke mjinga ambaye nilikwambia mlete mama nyumbani kutoka Mkuyuni ambako alikuwa anateseka. Mlete ili awe sehemu ya furaha yangu. Na mimi huyo ambaye uliniambia niende Mkuyuni nikamuone mama, nikamsaidie kazi mbalimbali, na nilivyo mpumbavu nilienda. Unakumbuka kama mama aliumwa sana? Unakumbuka mume wangu? Unakumbuka kama mama alitakiwa kuongezewa damu na sio wewe Rasma ambaye mlikuwa na damu safi ya kumfaa mama? Unakumbuka hilo? Ni nani ambaye alikwenda Bugando kutoa damu kwa mama? Leo hii mtu huyu amekuwa ni mjinga, hana akili na sio sehemu sahihi ya maisha yako, si ndivyo? Na imani dunia inafunza katika wakati sahihi ambao uliuchezea. Kila neno limtokalo mwanamke ambaye analia kisa mapenzi, basi tambua kwamba limebeba laana. Na hili ndilo ambalo natamka kwako. Usitegemee kama litakuja likuache. Naondoka hapa Garma, ila kaa ukijua kwamba hutompata mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kunizidi. Hatokaa kamwe, na kila laheri. Aliweka hapa kituo Maina, lakini machozi hayakuweka kituo, bado alikuwa analia. Hakuwa na la kufanya zaidi ya kujilipua kama askari vitani. Aliimani kwamba lazima akubali ukweli ili aishi kwa amani. Alitambua kawaida ya kweli huwa unauma. Alimtazama Rasma kwa sekunde akasema, "Wifi, nenda kachukue nguo zako na zangu tuondoke." "Mnataka kwenda wapi?" aliuliza Garma. "Kaa na mtoto wako, mtafutie mke ambaye wewe unampenda. Sisi wachawi acha tukarogane." Rasma alizungumza na kisha aliondoka mahali pale na kuingia katika chumba chake. Maina naye aliondoka pia. Alienda chumbani kwake na kuchagua kila kitu, na katika mwili wake kulikuwa na nywele ambazo ziligandiana katika nguo. Nywele hizi zilikuwa za kwake pamoja na Rasma, kwa kuwa zilikuwa katika mwili ambao anaumiliki, basi kwa sasa zilihesabika kama za kwake. Alipofika chumbani, alichagua kila kitu ambacho kilikuwa kinamhusu. Alichukua vitu vya muhimu na kisha alitoka zake nje, lakini alipofika mlangoni alikutana na mama Garma ambaye hata kutaka kuzungumza. Badala yake alipeleka mkono katika mwili wa Maina na kuchukua nywele moja. "Nenda mwana, kwenda wewe," alizungumza kwa dharau baada ya kuona amepata kile ambacho alikuwa anakihitaji. Maina hakutaka kumsemesha, badala yake aliamua kuondoka na kufika sebuleni ambako alikutana na Rasma ambaye tayari alikuwa amejiandaa kwa safari. "Naondoka," alisema Maina akimwambia Garma. "Nenda bwana, nenda kawage na wacha wenzako huko." Garma alisema kwa dharau sana huku akiangalia upande wa pili. Yani mmekuwa mjaondoka tu?" Magarma ambaye alikuwa katika korido kuingia nyumbani alisema. "Tunaenda hata usitupangie bwana." Maina alijibu. "Toka bwana wewe, umekalia kujilalamisha tu. Una hadhi ya kuishi katika hii nyumba, lakini kelele kibao. Na wewe Rasma, kama unaondoka hapa nisikuone tena. Usije hata kuomba msaada wa chumvi. Unanifahamu mimi vizuri." Mama Garma aliongea. Rasma alimtazama mama yake akameza fundo la mate ambalo alitamani kulitema. Na kisha akasema, "Ukiona nimekuja hapa, labda nimekuwa maiti, lakini sio wakati nikiwa hai. Hata hiyo maiti yako hakuna mtu ambaye atapokea bwana," alisema Mama Garma. "Okay, tusijuane. Kila mmoja pambane na hali yake. Tuone sisi na ninyi nani ambaye atakuwa yuko sahihi. Mungu atajibu kila chozi ambalo limemwagika hapa," alisema Rasma ambaye hakuonyesha kushtuka kutokana na kauli za mama yake, na ndo kwanza alichukua begi na kisha akamwambia Maina waondoke mahali pale. Na huu ndo ulikuwa mwisho wa Maina kumiliki penzi la Garma, penzi ambalo walishapanga kila kitu kuhusu ndoa. Lakini mwisho wa siku mama yake alikuwepo pale katikati na alifanikiwa kuwatenganisha. Maina anakwenda kuanza maisha mapya akiwa na Rasma, asijue huko aendako maisha yatakuwa namna gani. Kikubwa ambacho alikuwa kikiangalia yeye ilikuwa ni kuondoka tu pale, kwa sababu kwa sasa hakuwa na namna nyingine. Yes, msikilizaji, hii ilikuwa ni sehemu ya pili ya simulizi safi kabisa. Hii andiko zuri kabisa kutoka kwa Sam Dafur. Simulizi inakwenda kwa jina la Maina Nimekupoteza. Unafikiria alimpoteza vipi? Manake hii imekaa kama kwenye majuto hivi. Alimpoteza namna gani, ilikuwa vipi msikilizaji? Mimi nikwambie tu, episode ya 3 inafuata hivi punde. Wakati wote kumbuka hapa ni Simulizi Zetu Media na sauti unaisikia nyuma mic. Jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya Maina. Usiache kuandika maoni yako hapo chini.